Mambo kaka? Poa poa. Mzima. Umekuja kushuhudia ngao ya jamii. Tunaona JKT Queens wameibuka na ushindi dhidi ya Simba Queens. Kwa upande wako umeionaje mechi? Cha kwanza ningependa kuwapongeza kwa sababu ni JKT na timu nzuri. JKT Queens na timu nzuri na timu ambayo ni bora zaidi kwa sababu ukiangalia toka nusu finali wakati tumecheza naye alifikia hatua kunitoka matuta. Of course ni timu nzuri sana. Kwa hiyo napongeza kwa watu ambao wamefika mabingwa wa ngao ya jamii na vile vile pia ningeipongeza timu yangu Dar es Salaam Africans yani Yanga Queens kwa watu ambao wamefika wamechukua ushindi wa 3 ni appreciate kwa sababu wamefanya kazi kubwa sana. Lakini yote kwamba niseme tu ukweli kwamba kwa timu ya wanawake kwa sasa hivi Tanzania hii ni timu moja tu, JKT Queens, kwa sababu ni timu bora, ni timu ambayo cha kwanza ina maandalizi makubwa na cha pili na wachezaji ambao ina experience ya kutosha na wachezaji ambao wanajitoa kwa sababu unaona kabisa hii ndio timu ambayo ushindani. Na ukiangalia katika 20% ya timu ya taifa na wachezaji wengi tu wanaotokea JKT. Kwa hiyo yote tunapongeza tu JKT Queens kwa kazi kubwa ambayo umeifanya na kwa ushindi ambao umechukua leo ngao ya jamii. Ni furaha moja hapo. Kwa hiyo sisi kama watu wa Yanga au mashabiki wa Yanga, wanachama wa Yanga, tulikuja leo kuipresent timu yetu ambayo imeshika nafasi ya 3 Yanga Queens na pia kuangalia mabingwa kwa sababu nilitegemea kitu hicho kwa sababu kutokana na ubora wa JKT sikutoka tu nyumbani vivi. Nilitoka nyumbani kuja kuangalia burudani. So burudani kwa Simba na JKT ya burudani kwa kuiangalia JKT Queens kwa kazi nzuri alifanya na kwa boli ambao amelipiga. Unaizungumziaje sasa timu yako Yanga Princess ambayo imeshika nafasi ya 3 na mmefanya sajili nyingi katika msimu huu hapa? Of course kwamba tumefanya usajili kwa sababu kama uliangalia msimu uliopita hatukuwa na kikosi kizuri. Tulikuwa tunafungwa sana JKT Queens na engineer swali alijiuliza ilifikia kati ya mwenyewe kabidi aingie sokoni kwa ajili ya kwenda kuvumbua vipaji na kuchukua wachezaji ambao wana experience na wachezaji ambao watakuja kuitumikia Yanga Princess. Unaelewa? Kwa yote kwamba timu yangu kwa sasa hivi kwa jinsi nilivyoiona mechi ya juzi na leo kwamba kuna matumaini makubwa sana ya kuipiku JKT Queens. Kwa nini nazungumza hivyo? Kwamba nina wachezaji ambao wamepikwa, nina wachezaji ambao ni experience, na wachezaji ambao wamekuja kupanua wigo wa Yanga Princess. Umeelewa? Kwa yote kwamba nina imani na timu yangu, nina imani na kocha wangu wa Yanga Princess na nina imani na baadhi ya viongozi wa Yanga Princess kwamba natumaini msimu huu baada leo ngao ya jamii kuisha, umeelewa? Natumaini msimu huu Yanga Princess watakuwa mabingwa. Kwa yote nizunguka kwa msimu huu. Umeelewa? Msimu huu unaingia na uhakika na timu yangu Yanga Princess kwamba watakuwa mabingwa. Kwa ushindani Yanga mnaangalia sana Simba. Kwa ambavyo umekiona kikosi cha Simba mnaweza mkaeka ule ushindani wa kama timu ligi ya wanaume. Kama nilivyozungumza awali na nitazungumza tena. Ukiangalia baadhi ya viongozi wa Simba wengi wao wamekuwa ni madalali. Kivipi? Wamekuwa madalali kwamba hawaingii sokoni kuchukua wachezaji ambao wamepikwa, kuchukua wachezaji na experience, isipokuwa watu walanguzi. Nazungumza yani nikizungumza walanguzi kwamba wanataka ile kula wewe kula mimi. Yani ukiangalia baadhi ya viongozi wengi wa Simba ni sasa na wale yani kikundi cha Arthur kile cha kina mama kile cha Sakos kile ambacho kila siku tukirudisha 1350. Sasa ndo wao kwa sababu wao wanabeti kwamba ni ile na yule. Sasa kwa mfumo huu sisi tushafuka. Sisi wana Yanga au viongozi wa Yanga au rais wetu engineer, umeelewa? Huko kashavuka na leo imefikia kati mpaka ameaminiwa kuchaguliwa kuwa kiongozi wa FIFA. Hebu angalia ni jinsi gani ametu appreciate wa Tanzania na jinsi gani ame-appreciate Tanzania na jinsi gani amezidi kujiaminisha pale kwenye uongozi mkuu wa Yanga Africans. Kwa hiyo yote kwa kuzungumza tunaongea tu ukweli. Kuna viongozi wa baadhi ya Simba waache uchawa. Na baadhi ya mashabiki wengi wa Simba waache akili ya mama ya kusema kwamba kusifia kwamba wao ni mashabiki bora, ni mashabiki ambao wenye weledi, washtuke watoke usingizini, waje kwenye uhalisia wa kweli. Sababu sisi tunacheza picha ya pale uwanjani inaonekana. Sisi tunafanya kitu cha pale cha kweli. Yani unaita wachezaji wenye experience, unaita wachezaji wenye mvuto, ukikapa unasema yes, tumetia hela. Sisi mashabiki tumejisajili.
wanachama kindakindaki. Sawa, tuna kadi, tuna uwezo kuongea chochote kwa sababu tunatoa pesa zetu mifukoni. Sisi hatutegemei mtu ambaye leo hii amekuwa kama walanguzi, na ndio maana nikasemaje, baadhi ya viongozi wa Simba asilimia kubwa ni walanguzi. Mimi nikushukuru ndugu. Asante sana.